Leo ni Dominika ya Matawi, pia inaitwa kuwa Dominika ya mateso ya Bwana. Mara nyingi tunatoa makwazo kwa Dominika ya Matawi tu, tunamaliza pale kwa kumpokea Yesu kwa shangwe na tunaendelea kuishi katika shangwe tu. Nilikuwa na kuangalia wakati ninapobariki matawi, akina mama wangapi wanapiga vigelegele walau. Mimi sikusikia kabisa hata moja, hata moja, kwa sababu ya kichungaji. Sisi hatujafanya maandamano, inaturuhusu kufanya maandamano moja tu, ndio maana misa kuu itafanyika mara baada ya misa hii, lakini tumeyabariki matawi pendo, na mara moja liturjia, hali ya liturjia inabadilika. Tunaingia moja kwa moja katika Juma Kuu. Angalieni, tumesikia mateso ya Bwana kadiri ya Mathayo mwaka A, lakini kwa Ijumaa kila mwaka tutasikia kutoka Injili ya Yohane. Kila mwaka Ijumaa tutasikia kutoka Yohane. Kwa hiyo nafasi kwenu nini wakati mnapoenda nyumbani kwa namna pekee wiki kidogo kufungua. Mimi nikiwa mdogo nilikuwa nyumbani, nakumbuka wakati wa Kwaresima sisi watoto tulikuwa na kuimba nyimbo za Kwaresima na hadi nyumbani baada ya rosari na kusoma kila siku kutoka Injili ya Mathayo na kuishi. Hatukujua sana, lakini tulikuwa na kusikia uchaji fulani kushiriki katika mateso ya Bwana bila kujua kitu gani kilikuwa na kutendeka. Nyimbo za Kwaresima mimi sikusikia hapa, ni ile inaogopesha pia, inatukumbusha pia hata kifo chako wenyewe kwetu sisi pale, namna hiyo. Sasa tupo kwenye matembezi pamoja na Yesu kuelekea Kalvari, na wakati nilipoenda kunyiti na wakati tulikuwa na kutangaza Injili, nilikuwa na kuona mahali ambapo kama kufanya matembezi hayo, tulikuwa na tumeadhimisha misa Golgotha, mahali ambapo Yesu alisuluhishwa. Kufanya njia ya msalaba, tulifanya njia ya msalaba. Yote yanakuja moyoni mwangu na namna ambayo ilitendeka miaka 2000 iliyopita. Mtakatifu Sirili wa karne ya 4 anatuambia kwamba ni mtakatifu, ameandika katekesi juu ya kwa wakati kumene. Anasema kwamba ni wakati huo Konstantino mfalme ndiye aliwapa uhuru kwa Wakristo. Anasema kwamba mimi mbele ya macho yangu, anawafundisha wakati kumene Wakristo wanaotaka kubatizwa usiku wa kesha Pasaka. Anasema kwamba mbele ya macho yangu ninawaona, nimeyaona mahali ambapo Yesu alipata mateso, alisulubishwa Golgotha. Lakini bahati mbaya sasa makanisa makubwa na pazuri yamejengwa, kwa sababu Konstantino alikuwa na kujenga makanisa. Wapendwa, tukumbuke kwamba mateso, msalaba na kifo cha Yesu ni kutupatanisha sisi kwa Mungu na kutukomboa.
Kukubali na msalaba maana yake ni kufanya sadaka kubwa ya nafsi zetu. Tunaweza kuwa watu wa baraka, watu wenye imani, watu wenye jasiri na watu wenye matumaini kama tunaacha dhambi. Yesu alisalitiwa, labda alipata tamaa, alichukiwa, aliteswa na alikufa msalabani kama mhalifu. Yule ambaye hakuwa na hatia alikufa kama mwenye hatia, kutuonesha thamani ya ukombozi. Bwana wetu alikufa msalabani ili tuwe na matumaini na maisha mapya. Yesu alidhalilishwa ili tuwe kuishi na heshima. Yesu alikubali kila namna ya aibu kwa ajili ya wokovu wetu. Yesu alivumilia majeraha yote kutuponya. Yesu akawa mwenye dhambi kututakasa. Yesu alikufa msalabani ili kuwa mfano kwetu. Yesu alikufa ili tuwe na uzima. Mateso ni sehemu muhimu ya maisha ya Yesu, mwana pekee wa Mungu ambaye alitoa uhai wake kama dhabihu safi kwa ajili ya dhambi zetu ili tuwe kuishi pamoja naye. Wakati tupo safarini pamoja na Bwana Yesu katika juma hili kuu na takatifu, na wakaribisheni kutumia muda wenu kidogo walau kusoma na kutafakari maandiko, hasa matukio ya kuwekwa Ekaristi Takatifu, mateso, kifo na ufufuko wake. Pia tujaribu kushiriki kikamilifu wale ambao wanaweza juma hili misa takatifu kila siku, na pia katika liturujia ya wiki na misa liturujia katika siku tatu kuu, kusali na kushiriki kwa heshima matukio hayo namna pekee. Wale bado hawajaungama, tafuteni mahali ambapo unaweza kuungama. Ni muhimu sana, maungamo ni muhimu sana kwetu sisi kuweka maisha yetu safi mbele ya Bwana. Mimi ninashangaa hata katika miongoni mwetu watu wapo bado hawajaungama kwa miaka na miaka. Sio nzuri kutoungama kwa miaka na miaka, sio nzuri, inaleta madhara juu ya maisha yetu ya kiroho pamoja na kimwili pia. Na kupokea sakramenti ya upatanisho, jitahidini kuweka sawa maisha yenu mbele ya Bwana kabla ya kuingia katika siku tatu kuu. Tuoneshe kwamba sisi ni wafuasi wa kweli wa Kristo, wala sio tu washabiki wake. Amina.